So never mind. Asubuhi ya leo nataka tuzungumze kitu kinachoitwa we want to understand the message. I've given the title 5 principles of effective prayer. Asubuhi ya leo tuna ujumbe wenye kichwa cha habari kanuni 5 za maombi yenye nguvu. 5 principles of effective prayer. Kanuni 5 za maombi yenye matokeo au yenye nguvu. And then we look the book of James chapter 5 verse 16. Tutaangalia kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Then we'll jump to the book of Jeremiah. Tutaenda pia kitabu cha Yeremia chapter 33 verse 3. Sura ya 33 mstari wa 3. Naweza kutusomea? Tasoma. Yes. Kitabu cha Yakobo. Yes. You read in English then in Kiswahili. Yes. Yakobo 5:16. I'm reading from English version. It says, "Confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man avails much." Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome kwa Kiswahili. Tasoma kwa Kiswahili. Okay. Anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana kama akiomba kwa nini? The prayer of a righteousness person is powerful and effective. Maombi ya mwenye haki yana nguvu na yana matokeo. Hebu mgeukie mwenzako mwambie unaomba maombi ya aina gani? Turn to your neighbor, tell him or her, which kind of prayer are you praying? Asubuhi ya leo nataka tujifunze. This morning I want us to learn mambo muhimu yatakayotusaidia. Principles, important principles that will assist us ili maombi yetu yawe na matokeo makubwa. So that our prayer may be effective. Shida sio kuomba. The problem is not praying. Shida ni aina gani ya maombi unayoomba. The problem is that which kind of prayer are you praying? Kwa hiyo kitendo cha kusema kuomba sio shida. So praying is not a problem. Kwa sababu duniani watu wengi wanaomba. Because in this world many people are praying. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. But I want to tell you one thing. Ukijua siri ya aina ya maombi unayoomba, that if you know the secret of prayers which you are praying, yataleta matokeo kwenye maisha yako. It will bring results in your life. Nasema yataleta matokeo kwenye maisha yako. It will bring results in your life. Nimewaona watu wengi wanafunga na kuomba. I've seen many people who are fasting and praying. Wengine wanazama siku 7 kavu. Others are praying for 7 days dry fast. Wengine siku 3 kavu. Others for 3 days. Mtu mmoja nilienda mahali fana na maombi ya miezi 6 kawatangazia washirika. One person I attended his church, he was praying for 6 months. Miezi 6 months. Anafunga na kuomba. He is praying and fasting. Siku moja tunakutana naye na muuliza matokeo yakoje. When I met him one day I was asking, how about the results? Akaniambia sioni matokeo lakini bado namsihi Mungu naongeza miezi 6 mingine. And he was telling me that I never saw the results but I'm still insisting. I'm adding another 6 months. Lakini nilipokuwa naongea naye, but as I was talking to him, nikagundua kwamba kuna kitu ambacho si sahihi. I discovered that something was wrong. Na kwa sababu ametembea nacho hicho, and because he has walked with it, maombi yake yalikosa matokeo. His prayers lack effectiveness or lack results. Nataka tujifunze asubuhi ya leo. I want us to learn this morning. Ili maombi yako yawe na matokeo. In order for our prayers to have results. Wangapi wanataka maombi yao yawe na matokeo? How many wants their prayers to wangapi have results? Wanataka maombi yao yawe na matokeo? How many wants their prayers to have results? Wakati namsikiliza rafiki yangu huyu, so as I was listening to him, kitu kimoja ambacho niligundua kutoka kwake, one thing which I discovered from him, kila alichokuwa anaomba, everything which he prayed for, kilikuwa kinapingana na mawazo yake. It was fighting with his thoughts.
alikuwa anaomba kwa mali ya kuwa na kanisa kubwa. He was praying for having a big church. Alikuwa anaomba kuwa na watu wengi. He was praying for having many people in his church. Na mipango mikubwa kwenye huduma yake. And big plans in his ministry. Lakini kadri alivyomaliza maombi, but as he was finishing the prayers, akawa anajikatisha tamaa mwenyewe kwamba sidhani kama nitaweza. He was discouraging himself, that thinking that maybe he will never make it. Unanielewa vizuri eh? Are you getting me? Naongea na mtu hapa ambaye wakati mwingine anaomba Mungu kwa habari ya afya yake. I'm speaking with you. Maybe you are praying for your health. Lakini akimaliza kuomba, but after praying, anaenda kwa daktari. You go to the doctor. Na akienda kwa daktari analalamika, mimi naumwa. And when he approached the doctor, he is always complaining. Kwa hiyo unaomba kwa Mungu. So you are praying to God, ili Mungu ajibu maombi yako. So that God will answer your prayers. Alafu ukishatoka hapo sasa, after that, unaenda kwa daktari kulalamika kwamba mimi ni mgonjwa. You go to the doctor to complain that you are sick. Kwa hiyo inamaanisha yule Mungu ambaye umemuomba, so it means that the God which you pray hawezi kujibu maombi yako, cannot answer your prayer. Ndio maana umejump umeenda kwa daktari na unazungumza na umwa sana. And you speak. Kwa hiyo katika nadharia ya kawaida, so in the normal circumstances, Mungu anapokutazama sasa, when God look at you, anaona ni kweli umeomba. He is seeing that it's true that you are praying. Lakini ndani yako huna imani. But in you have no faith. Wa kile ambacho umeomba. For what you have prayed for. Na ndivyo watu wa Mungu leo wanapopitia. That's how the people of God are passing. Wana maombi mengi. They have many prayers. Lakini wakishamaliza, but after praying, wanasema sijajua kama itawezekana. They say they don't know if it could happen. Umeomba habari ya gari kubwa zuri. You prayed for a big car. Afu ukimaliza maombi unasema yani mimi. Then after prayer, nikipata tu baskeli inatosha. You say that if only I get a bicycle. Ndivyo mawazo yetu yalivyo. That's how we think. Kwa hiyo maombi yako, so our prayers yanapingana na mawazo ulionayo. Go against your thoughts. Hiyo roho ikatae kwa jina la Yesu. Rebuke that spirit in Jesus name. Nasema hiyo roho ikatae kwa jina la Yesu. Rebuke that spirit in Jesus name. Kama umemwendea Mungu, if you have go before the Lord, na umeomba maombi yako, and you have prayed your prayer, muamini Mungu katika yale uliyoyaomba. Believe God in all which you have prayed. Mmoja hajanielewa. Nasema muamini Mungu katika yale uliyoyaomba. Believe God for all you have prayed for. Wangapi wanaamini maombi yao walioyaomba kwa Bwana? Many are believing for their prayers. Sikiliza, Mungu anautazama moyo wako. God is looking at your heart. Katika kile unachokiomba, in which you have prayed for. Na anaangalia imani yako iko wapi. He is also looking at your faith. Sio kwamba anashindwa kujibu maombi yako. It's not that he cannot answer your prayers. Sio kwamba hajui unayoyapitia. It's not that he don't know what you are passing through. Lakini anapotazama moyo wako, but when he is looking at you, anaona imani yako haipo kwake. He is seeing that you have no faith. Anaona imani yako ipo kwa watu wengine. He is seeing that your faith is somewhere else. Kuna dada mmoja alikuja kuomba maombi. There is one sister who came to pray. Ya kutaka kazi. For work. Nikamwombea. I prayed for her. Na nikamwambia Mungu atajibu. And I told her that God will answer. Akasubiri muda mrefu. She waited for a very long time. Akaniambia, mchungaji, and she told me, umeniombea nimekaa muda mrefu. You have prayed for me, but I have stayed for so long. Bado sijapokea muujiza ule wa kazi. I'm not yet to receive the miracle. Nikamwambia, kama ishivyo Bwana wa majeshi, wewe subiri. And I told her that wait. Lakini katika kusubiri kwake, as she was waiting, akaacha kumwamini Mungu. She stopped believing God. Akakutana na mtu mmoja akasema, wewe kuna mtaalamu. And she met one day who told her that there is mtaalamus, one technician. Mtaalamus, one technician. Yes. Na yule mtaalamu akamwambia, bwana, ni kazi ndogo sana. And that witch doctor told her that it's a very small. Ukitaka kupata kazi, if you want to get a job, yani unaweza kupata hata kesho. So you may get even tomorrow. Yani wewe ni wapi unapotaka? Akisema nataka nifanye kazi BOT. So where did you want to? Akapelekwa kwa yule mtaalamu. So she attended to the witch doctor. Na kupelekwa kwa mtaalamu akamwambia, binti mrembo sana wewe. And then the witch doctor told her, you are very beautiful. Unataka kazi? Nataka kazi. Then she told her, yes. 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 Hebu mgeukie mwenzako mwambie lugha ilikuja kwa meli hii. This language came by ship. By ship, of course. Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord. Mganga akamwangalia yule dada, So the witch doctor looked at her akamwambia ili upate kazi and he told her, if you want to get a job, lazima ukae na mimi hapa, utembee na mimi siku 5. so she needed to stay with her na kazi utapata. for 5 days. Then she will get the job. Sasa yule dada akachanganyikiwa, And that lady was so confused. akasema yani mpaka ulale na mimi? Akasema yes. She said that if that is the case, You're supposed to. the witch doctor requested to sleep with her. Mwanasheria anatumia hekima, wewe twende hivyo hivyo. Akamwambia lazima ulale na mimi hapa. So she said that You can date with me. yes, No, you were supposed to sleep with him yeah, 3, yes. before getting the request. Yes. Dada watu wakaanza kulia. So the sister started to cry. Mganga akamwambia, dada mbona unalia? The witch doctor asked her, why are you crying? Akasema, mganga nakuapia, And she said that sijawahi kutembea na mwanaume I yoyote. never slept with any man. Mimi nimekulia tu kanisani na rafiki yangu ndo kanileta She said hapa. that I grew in church, I grew in church, Aliniambia nikifika hapa mambo yangu But my yatakuwa friend- mazuri. directed me here. Lakini sikujua kwamba masharti mengine ni magumu ya But I kutembea na never mganga. discovered that some other conditions are very hard. Akasema, sasa uamuzi wako ni nini? But the witch doctor asked, what is your decision then? Waganga siku hizi wana shughuli. The witch doctor, Wao ukikimbia are very maombi ya troublesome kanisani, these days. mganga atakushughulisha. so if you walk the prayers of the church, the witch doctors will complicate your situation. Akamwambia, And kwa kuwa the witch umefika doctor kwenye told her madhabahu that hii, if you have attended in this altar, hauwezi kuepuka hichi kifungo. you will never escape from. Na kwa this sababu process. umefika hapa, And kuna because you mizimu have attended inataka here, utembee na mimi. The devils wanted him to sleep with her. Yes. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana. So it was very difficult for the sister. Kwa nini? Kwa sababu alikataa Because she rejected kusubiri majibu kutoka kwa Bwana. to wait for the answers from the Lord. Akakimbilia kwa mganga, akafikiri She ran anaweza away kuyapata to kwa the witch wepesi. doctor thinking that she will receive it Hebu easily. mgeukie mwenzako, mwambie unapomtafuta Mungu, Turn to your neighbor, tell him or her that if waiting you are- upon the Lord. Subiri Bwana. Don't rush to go to ask any assistance from outside. Usikimbilie kutafuta msaada kutoka. Waiting upon the Lord. Subiri Bwana. Waiting upon the Lord. Subiri Bwana. Wangapi wanaamini katika How hilo? many are believing on that? Wangapi wanaamini katika hilo? How many are believing on that? Sasa sitaki kuambia kilichoendelea ni kitu gani, So I don't want to tell you lakini what followed, nachotaka niseme ni nini? but what I want to tell you is that Maombi yetu wakati mwingine yanashindwa kujibiwa our prayers in other times they are not answered because kwa sababu ya kupingana na mawazo tuliyo nayo. of contravening with our thoughts. Una picha kubwa, una maono You makubwa, have a big picture, you have a big vision, umemwomba Mungu, you have prayed for that, lakini kwa sababu ya tamaa yako, but because of your your desires, you can't waiting to huwezi receive. kusubiri. Yes, kusubiri majibu yako kutoka kwa Bwana. You can't wait for the answers from the Lord. Unaamua utafute njia nyingine, You decide to look for another path, kitu ambacho tunakosea. something which is very wrong. Bwana Yesu asifiwe. Pray the Lord. Bwana Yesu Pray the asifiwe. Lord. Kitabu cha Yeremia sura ile ya The 33. book of Jeremiah chapter 33. The Bible say, call to me Biblia inasema niite and I will answer you nami nitakuitikia and tell you great and unsearchable things na kukueleza mambo makubwa you do not know. ambayo huyafahamu. Niite nami nitakuitikia. Call me and I will answer, Nitakuonyesha mambo makubwa and I will tell you great tena things magumu usiyoyajua. that you never knew. Kanuni ya kwanza, The first principle, ukitaka maombi yako yajibiwe, if you want your prayers to be answered, pamoja na mambo mengine, above all other things, jitahidi sana kuwa na utulivu wa kumsikiliza Mungu. so sit and listen to the Lord. Jitahidi sana kuwa na muda wa kumsikiliza Mungu. So have a time to listen to the Lord. Wakati Yeremia anazungumza maneno haya, When Jeremiah was speaking these words,
Kipindi hichi Yeremia alikuwa amekamatwa. By that time, Jeremiah was captured. Na alikuwa yupo kifungoni. And was in captivity. Na ujumbe wa Bwana ukaja kwa ajili yake. And the word of the Lord came for him. Akawa naomba. He was praying. Kwa habari ya msaada wa taifa la Yuda. He was praying for the assistance of his nation. Kwa sababu kulikuwa kuna uvamizi. Because there was invasion by the wa taifa lao. For their nation. Na kwa sababu alikuwa ni nabii. And because he was a prophet, alilia na kuomboleza kwa Bwana. He cried before the Lord. Aliomboleza kwa Bwana. He cried before the Lord. Na wakati wa utulivu wake. And by that time when he was waiting for the Lord, wakati amemaliza kuomba, after praying, na wakati anamsikiliza Mungu, and when he was waiting for the Lord, Mungu akasema naye. God spoke with him. Akazungumza lugha, niite nami nitakuitikia. He was saying that, call me and I will answer. Nami nitakuonyesha mambo makubwa. And I will show you great things. Na magumu usiyoyajua. And difficult things which you never knew. Kuna mambo magumu ambayo wakati mwingine huwezi kuyajua. So there are difficult things sometimes you never knew. Unahitaji kuwa mnyenyekevu na kutulia mbele za Bwana. You want to humble yourself and wait upon the Lord. Ili Mungu akutane na mahitaji yako. So that God will meet your needs. Ili Mungu akutane na maombi yako. So that God will meet your prayers. Unahitaji kuwa na utulivu wa kumsikiliza Bwana. You need to have patience. Maana katikati ya utulivu, for because in the middle kuna mkono wa Bwana utaonekana juu ya maisha yako. There is the hand of God in your life. Nasema kuna mkono wa Bwana utaonekana kwenye maisha yako. Nami ni maombi yangu kwa jina la Yesu. My prayers in Jesus' name. Maombi yako yakapate kibali mbele za Bwana. Prayers will get favor before the Lord. Mtu mmoja hajanielewa. Nasema maombi yako, I'm saying your prayers, yakapate kibali mbele za Bwana. May it get favor before the Lord. Maombi yako yakapate mpenyo mbele za Bwana. Let it go through before the Lord. Waliokuzuia kwenye maombi yako, utapopata muda wa kumsikiliza Bwana, when you have time to listen to the Lord, hakuna yoyote atakayekuzuia. There is no one which will stop you. Maana Biblia imetafsiri maombi ni moto. The Bible has interpreted ndio maana unapojinyenyekeza mbele za Bwana, so if you humble yourself na kumsikiliza Bwana kwenye maombi yako, Bwana atakupa njia ya kutokea. Nasema Bwana atakupa njia ya kutokea. Wako wapi watu wanaotamani Bwana awatokee kwenye maisha yao? Wako wapi ambao Bwana unataka aonekane kwenye machozi yao, aonekane kwenye maombi yao? Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Bwana akakutokea kwa jina la Yesu. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi mengi. May you clap your hands for the Lord. Nataka tuangalie mambo matano muhimu sana. I want us to look at 5 key principles. Leo tunazungumzia habari ya maombi. Today we are talking of prayers. Na mara nyingi tunapozungumza maombi tunatafsiri when we are speaking of katika nadharia tofauti. We are interpreting it in different perspectives. Maybe you can ask yourself, naweza kujiuliza pengine, what does it mean prayer? Inamaanisha nini maana ya maombi? Nini maana ya maombi? Prayer means communicating with God. Maombi ni mawasiliano na Mungu. Prayer is talking to God. Maombi ni kuongea na Mungu and listening him, na kumsikiliza through faith, kwa imani. Prayer may include worship. Maombi yanaweza kujumuisha kuabudu. Prayer may include thanksgiving. Yanaweza kujumuisha kushukuru, shukrani. Prayer maybe it can include maybe confession, kukiri au kuungama. Intercession for others, kuomba kwa ajili ya wengine. Presenting our personal needs, kupeleka mahitaji yetu binafsi. So prayer is an expression, kwa hiyo maombi ni namna vile ambavyo tunaeleza of our dependence upon God, utegemezi wetu kwa Bwana. Then we can read the book of Philippians chapter 4. Tunaweza kusoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 verse 6 to 7. Mstari wa 6 mpaka wa 7. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Yes. Tasoma kwa Kiingereza. Anasema be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Put in Kiswahili also.
mstari wa 6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hallelujah. So effective prayer, maombi yenye matokeo, is a prayer that is offered according to God's will. Ni maombi yanayotolewa, yanayoombwa kulingana na mapenzi ya Mungu, kwa imani and obedience, kwa utii, producing God's desire results. Yakileta yale matokeo ambayo Mungu ameyakusudia. Effective prayer, maombi yenye matokeo, is not about beautiful words, sio maneno mazuri, or long prayers, au maneno marefu. It is about a heart, ni moyo that is right before God. Ni moyo ulio mkamilifu mbele za Mungu. Na hapa ngoja nikazie kidogo. And this I want to insist. Mungu anachokiangalia kwako, what God is looking to you, ni moyo wako, is your heart. Sio maombi yako. Sometimes unaweza ukaomba maombi mengi. Sometimes you may pray long prayers. Lakini kama moyo wako haupo kwa Bwana. But if your heart is not, maana yake hata Mafarisayo waliomba. Even the Pharisees prayed. Lakini maombi yao hayakuwa na kibali kwa sababu mioyo yao lacked favor because their haikuwa pamoja na Bwana. Was never with the Lord. Ndio maana sasa, that's why unapoomba, if you pray na unatamani maombi yako yawe na matokeo, and you desire that your prayers to have results, lazima maombi yako, moyo wako umimine kwa Bwana. Your heart, you pour your heart before the Lord. Tunapokuja ibadani, when you come here in service, tunapoabudu, when we worship, tunaposifu, when we praise our Lord, tunatamani moyo wako ukutane na Bwana. We desire our hearts to meet the Lord. Na moyo ukikutana na Bwana, and if our hearts meet with the Lord, hakuna chochote ambacho ni kigumu, there is nothing which is impossible, kikashindwa kutoka. There is nothing which can, hakuna jambo ambalo lisilowezekana. There is nothing which is impossible. Kwa sababu Mungu wetu anajifafanua. God is expressing himself. Ni Mungu ambaye anafanya yaliyoshindikana kwa wanadamu. God who does the impossibles. Anafanya yakawezekana. He made them possible. Hata kama ni magumu kwa kiwango gani. Even if they are so hard. Kwa sababu moyo wako umekutana na Bwana. Because your heart has met the Lord. Nataka nikwambie maombi yako lazima yapate mpenyo kwa jina la Yesu. I want to tell you that your heart, maombi yako lazima yakutane na Bwana kwa jina la Yesu. Your prayers will meet the Lord in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sasa tunapoangalia haya mambo matano, as we are looking for these 5 principles. Number 1, the principles of effective prayer. Kanuni ya kwanza. Number 1. Kanuni ya kwanza. Ili tukutane na Mungu. If we want to meet God. Na ili maombi yetu yapate kibali. If we want our prayers to, hakikisha maombi yako, make sure that you pray according to God's will. Unaomba kwa kadri ya mapenzi ya Mungu. Kulingana na mapenzi ya Mungu. 1 John chapter 5 verse 14. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Yes. Biblia inasema mstari wa 14, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, tukiomba, if we pray anything according to his will, he hears us. He hears that. Kwa hiyo ukitaka maombi yako yapate kibali, so if you want your prayers to get favor, maombi yako lazima uombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. So you have to pray according to God's will. Hebu muulize mwenzako, unaombaga sawa sawa na mapenzi ya Mungu? That if he or she prays according to God's will, unaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Ask him if he prays according to God's will. Na maombi ambayo yanaendana na mapenzi ya Mungu, and the prayers which goes along the will of God, yanategemea na ule unyenyekevu wa kumtii Roho Mtakatifu. Depends how you humble yourself. Kuna wakati unatamani jambo lako. There are other times you are desiring, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anatuombea, but because the Holy Spirit is always praying for us, tena kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, he is praying for us. Maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu anajua yale mapenzi ya Mungu. It means that the Holy Spirit knows the will of God. Ndio maana tunasisitiza washirika wajae Roho Mtakatifu. That's why we are insisting that
the prayers should be filled with the Holy Spirit. Kwa sababu ukijaa Roho Mtakatifu, because if you are filled with the Holy maombi Spirit, yako lazima yapate mpenyo. Your prayers must, kwa sababu kile unachokiomba, because what you are praying, kina mapenzi ya Mungu. It has God's will in it. Nataka nikwambie hivi, I want to tell you that pamoja na maombi yako uliorozesha, umeomba tangu mwaka jana, for all your prayers which you have prayed since last year, na mwaka huu umeomba tena, and this year you are praying, you have prayed again. Kama maombi yako hayana mapenzi ya Mungu, your prayers has no will of God, ndio maana unashangaa maombi yako hayana matokeo. Your prayers will not have results. Kwa sababu Mungu anatuwazia yaliyo mema. Because God is thinking good thoughts. Akiutazama moyo wako unatamani utajiri. When he is looking of your hearts, lakini akiangalia haoni mapenzi ya Mungu katika utajiri wako. But he doesn't see his will. Ndio maana hata uombe vipi hautakuwa tajiri. That's why if you pray, how you pray, it doesn't matter how you pray, yes, you may never get rich. Yes. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaangalia why moyo wa huyo mtu. Akishapata utajiri maana yake ni nini? What comes after you get the rich? Kuna mshirika mmoja aliniambia, yani my pastor, hey, I'm trusting the Lord. Mshirika mmoja alimwambia, mchungaji, ninamwamini Bwana. I believe one day God will bless me to have a car. Ninaamini siku moja Mungu atanibariki kuwa na gari. But I want to tell you, pastor, lakini nataka kuambia mchungaji, hey, there are some people in the church, kuna watu kanisani watanikoma. Yani watanikoma mchungaji. Na waombaga lift wanipagi lift. They never gave me even a lift. Sasa subiri nipate gari yangu ndio watajua, watanijua jiji. If I get my own car. Unaona moyo wake? So, kwa hiyo anaomba Mungu apate gari. So he is praying for getting a car, ili awanyanyase wengine, so that he may torment others. Kwa hiyo nikasema kwa maombi haya, so I said for these prayers, sidhani kama Mungu atakupa kibali. I don't know if God will. Kwa sababu Mungu anapoutazama moyo wako, because when God is looking at your heart, moyo wako haupo kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu. Your heart is not for glorifying him, lakini unataka kujiinua mwenyewe. But you want to lift yourself up. Na Mungu akanifundisha wakati mwingine maombi hayajibiwi. God was teaching me that other times kwa prayers are sababu not katikati ya maombi yako, because in the midst of your prayers, badala ya kumpa Mungu utukufu, unajipa utukufu wewe mwenyewe. So you give yourself glory. Hebu mgeukie mwenzako. Turn to your neighbor. Mwambie maombi mangapi Mungu umemuomba hajakujibu. Tell him how many prayers you have prayed but God. Mgeukie mwenzako, mwambie maombi mangapi umeomba hajajibiwa. How many prayers have not answered. Simone, ni mengi Many. Aha. As you can see. Kuna mwingine anasema mchungaji wewe acha tu. Yaani mimi nataka piskali, nikishao hapa watalijua jiji. Kwa hiyo Mungu anaona wewe upo kwa ajili ya piskali, sio kwa ajili ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. So God is looking. So hakikisha unapoomba, make sure that when you pray, you pray according to God's will. Unaomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Prayer becomes effective. Maombi yanakuwa yenye matokeo when our desire agree with God's willing. Kama mapenzi yetu yatakubaliana na mapenzi ya Mungu. You know, in the book of Luke chapter 22, kitabu cha Luka sura 22, we see when Jesus he was praying. Tunaona Yesu alipokuwa akiomba. He praying according God's willing. Aliomba kulingana na mapenzi ya Mungu. He said, not my will, akasema but yours be done. Lakini mapenzi yako yatimizwe. Jesus, Yesu, he was praying. Alikuwa akiomba. But when he was praying, lakini alipokuwa akiomba, he was giving God glory. Alikuwa akimpa Mungu utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Wengi wanapenda kuomba lakini wanajipa utukufu wao. Many people desire prayers but they glorify themselves. Na kwa sababu hiyo sasa, and because of that, Mungu hajibu maombi yako. God never answers na kuombea kwa jina la Yesu. I'm praying for you. Maombi yako yakaguse moyo wa Bwana. Let your prayers touch. Maombi yako yakapate kibali cha Bwana. Let your prayers maombi yako yakawe ni maombi ambayo Bwana ameyakubali. Let us prayers be ili yakawe na matokeo. Sema amina. So that it may be effective. Jambo la pili. The second principle. Jambo la pili. The second principle. Effective prayer. Maombi yenye matokeo. We pray with faith. Tunaomba kwa imani. Ni kuomba kwa imani. The book of Mark chapter 11:24. Kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 24. You can read for me. Marko 11:24. Yes. Biblia inasema 11:24 Marko.
inasema ya kwamba kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, aminini, nayo yatakuwa yenu. Yes. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So faith is trusting God. Kwa imani ni kumwamini Mungu even before seeing the answer. Kabla ya kuona matokeo. Prayer without faith, maombi bila imani, becomes empty words. Yanakuwa maneno matupu. Faith, imani, believes. Imani, in God hears. Imani inaamini kwenye kusikia kutoka kwa Mungu. Faith, imani, believes. Inaamini in God cares. Kwenye kujali kwa Mungu. Faith, imani, believes. Inaamini in God is able. Kwamba Mungu anaweza. Faith, imani, believes. Inaamini kwamba God will answer in his perfect time. Mungu atajibu kwa wakati wake. Sikiliza nikwambie. Listen to this. Maombi hata tuombe wiki nzima, even if we pray for the whole week, lakini kama hayo maombi hatuna imani, but if we lack faith, hakuna matokeo. There is no results. Ndio maana tunapowaitaga watu waje hapa mbele, that's why when we call people to come to altar, cha kwanza, the first thing, unatakiwa utengeneze imani ndani yako. You have to build faith in you. Kwamba pamoja na chukua hatua za kwenda mbele, that as I'm taking steps to go forward, ninamwamini Mungu kwamba kupitia maombi haya, because of these prayers, Mungu atakutana na mimi. God will meet me. Sasa ukija bila kuwa na imani, if you come here without faith, mtumishi wa Mungu anaweza kuwa na imani kubwa, when the servant of God may have, lakini imani yangu haiwezi kuwa na matokeo kwako, but his faith may never kama wewe unayeombewa, if you who are prayed for hauna imani, have no faith. Ndio maana Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake, that's why Jesus was teaching his muwe na disciples imani, to have faith. Unajua, unapokuwa na imani, if you have faith, hata kama hauoni mambo yanatokea wakati huo, even if you are not seeing things happen, unaposema kwamba namwamini Mungu, so if you say that you believe God, ninaamini kwamba katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinaumbika. You believe that in the spiritual realm that something is created. Kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika. In the spiritual realm something are created. Ndio maana watu wa imani huwa hawaeleweki. That's why people of faith, wakati wengine wanasema kuna magonjwa, when others are saying that there are diseases, mtu mwenye imani anasema hakuna magonjwa. A man of faith is saying that there is no diseases. Nakumbuka wakati wa corona, I remember in the times of corona, hapa kanisani watu walifunga na kuomba. Here in this church people prayed and fasted, na kanisa halikufungwa, and this churches never closed. Hakuna mtu aliyekufa kwa jina la Yesu, and no one died in Jesus name. Namkumbuka aliyekuwa rais wakati ule, I remember the president by that time, Dr. John Pombe Magufuli, akasema, the president said, sisi tunamwamini Mungu aliye juu. We are believing in God in heaven. Hakuna ugonjwa usioweza kusikia. There is no disease that which cannot hear. Tukaomba siku 3. So we prayed for 3 days. Mnakumbuka wakati ule? How many remember by that time? Nakumbuka tuliingia maombi ya siku 3. We prayed for 3 days. Tukimsihi Mungu kwamba ugonjwa wa corona uondoke Tanzania. Asking God that the disease should disappear. Watu wengine wakawa wanaicheka Tanzania. Other nations were laughing at us. Watanzania wamechanganyikiwa. They said that we are so confused. Watu wanakufa wenyewe wanasema wanaomba. People are dying and they are praying. Sasa wale waliokuwa wanasema Watanzania wamechanganyikiwa, those who say that we are confused, ndio waliokufa wengi. They are the one who died. Wakashangaa Watanzania wanadunda. So they saw that we still continue. Sio kwamba corona haiui, It's not that corona never kills. Lakini tulikuwa tuna imani ya kwamba Yesu ni zaidi ya corona. We had faith that Jesus Yesu ni zaidi ya ugonjwa. Jesus is above disease. Nataka nikuhakikishia asubuhi ya leo, I want to tell you this morning, maombi yako weka imani kwa Bwana. Put faith in your prayers. Hata kama una picha kubwa kwenye maisha yako, even if you have a big picture in your life, wewe muamini Mungu katika hiyo picha kubwa. God in that big picture. Bwana atakutana na wewe kwa jina la Yesu. In Jesus name. Naongea na mtu mmoja anayesema, mchungaji, somebody who says, sioni mbele wala nyuma. I can't see. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, wewe mweke Yesu mbele yako. Put Jesus in front Hakuna kinachoshindikana. Nothing which is impossible. Maandiko yanasema yaliyoshindikana kwa mwanadamu, the word says those who kwa Mungu yote yanawezekana. In God all things are possible. Haijalishi ni jaribu gani, it doesn't matter what, haijalishi ni mateso kwa kiwango gani unayopitia, matter what kind of trials in uchumi wako umecollapse,
Your economy has collapsed. Mungu yupo pamoja na wewe kwa jina la Yesu. God is with you in Jesus' name. Nasema Mungu yupo pamoja na wewe kwa jina la Yesu. God is you in Jesus' name. Na mtu mmoja alikuja akaniambia, mchungaji, one person came and he told me, Pastor, ninalipwa mshahara mzuri. I paid my salary, a very good salary. Lakini inapofika mwisho wa mwezi sina hela yoyote. But when it reached at the end of the month, I have nothing. Alipokuja kwangu nikampa ushauri and I advised wa kiBiblia, the biblical advice, namna ya kuweza kutunza fedha, how you may keep your money, na ili uweze kufanya maendeleo yako, so that you can do your development. Nikaomba naye, I prayed with him. Akasema sasa sijajua kama nitaweza. Nikamwambia wewe muamini Mungu kwamba utafanikiwa. If I can succeed. Tukaomba naye. We prayed with him. Na Mungu akamsaidia. And God assisted him. Akajenga nyumba yake. He built his own house. Akafungua tena nyumba nyingine. He built another house. Mungu amemuinua kwa hatua kubwa. And God has raised him. Kilichomfanya kufika pale sio fedha. What made him that far, to reach that far, it's not money. Kilichomfanikisha kufika pale ni hatua zake za imani. What prospered him is his faith steps. Kwa hiyo imani, so faith, inakupa ufunguo, it gives you a key wa kuyaona yale ambayo Mungu anayaona, to see those which God. Na mimi ndio maombi yangu asubuhi ya leo. This is my prayer this morning. Kuza imani yako kwa jina la Yesu. That grow your faith in Jesus. Una biashara ndogo unafanya. So if you have a small business, wewe sio mtu wa kuishia kwenye hiyo biashara ndogo. You are not the one to end up. Wewe ni mtu ambaye Bwana anakupeleka kimataifa. You are the one to go beyond nations. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Upo mahali hapo unasema, mchungaji, sijawahi kuchumbiwa. Sikiliza, kuwa na imani ya kwamba mume wako anakuja kwa jina la Yesu. Kuwa na imani ya kwamba mume wako anakuja kwa jina la Yesu. Kuwa na imani watoto wako wanakuja kwa jina la Yesu. Kuwa na imani biashara yako itakuwa kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jambo la tatu. The third principle. Jambo la tatu. The third principle. Maombi yako ili apate kibali. If you want your prayers to get favor, live a righteous and obedient life. Ishi maisha matakatifu na yenye utii. Ishi maisha matakatifu na yenye utii. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 66 mstari wa 18. The book of Psalms chapter 66 18. Verse 18. Chapter 66 verse 18. The Bible says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Anasema kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Bwana asingesikia. Kwa hiyo effective prayer, maombi yenye matokeo, requires, yanahitaji repentance, kutubu, holiness, utakatifu, obedience, utii. God delights in hearing the prayers. God delights in hearing the prayers. Anasikiliza maombi of those who sincerely seek him. Ya wale wanaomtafuta kwa moyo safi. That's why, ndio maana, if you are getting the behavior of asking God, kama utakuwa na tabia ya kumwomba Mungu, repentance, kutubu mara kwa mara in your life, kwenye maisha yako, maombi yako lazima yawe na kibali. Your prayers will have favor. Ndio maana sasa, that's why, kila siku asubuhi, every time in the morning, tunapoamka, when we wake up, au tunapokuja hapa kanisani, when we come here, au tunapokuwa kule kwenye madhabahu za nyumbani, and when we are in our homes, tuna confess. We have to confess yale mambo yote ambayo tumeatend, everything that we did ambayo yamemchukiza Mungu, that has gone against the will of God. Na kwa sababu hiyo, and because of that, Mungu huwa anatutakasa, God cleanses us, na anatusafisha, and cleanses us, ili tumfananie yeye, so that we may look like him. Sababu kubwa ni kwamba, the big reason is that Mungu ni mtakatifu. God is holy. Na kama ni mtakatifu, and if he is holy, wanaopaswa kumsogelea yeye, those who approach his, lazima wawe na kigezo cha utakatifu. They must be holy. Hata kama una maombi mengi, even if you may have long prayers, kama maisha yako, if your life hayana utakatifu, is not holy,
Mungu anachukizwa na maombi ya wenye dhambi. God will despise the Biblia prayer. inatafsiri ni kama makelele mbele zake. The Bible take it as murmurings. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na watu ambao ni watakatifu. So God likes people who are holy. Tena anawasifu watakatifu walio duniani. And he praises them, those holy people in this world. Anasema hao ndio bora zaidi. He says that they are good people. Ninaopendezwa nao. Those who pleases him. Lakini anasema pia, and he is saying also, mtakatifu na azidi kujitakasa. Those who are holy must continue to purify themselves. Maana yake maisha yako kila siku, your life every day, unapaswa ujitakase. You have to clean yourself. Unapaswa umwambie Bwana, you have to tell, ninaomba unisafishe. You ask for his cleansing. Ninaomba unitakase. You have to ask for his ili umfananie Mungu kwa viwango, so that you may look like him. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Faida yake ni nini? What is the importance of that? Tunapokuwa wasafi mbele za Bwana, when we are holy before the Lord, maana yake Mungu anapendezwa na watu wenye mioyo safi. It means that God is pleased with those who are holy. Kwenye Biblia kuna watu waliishi viwango vizuri. In the Bible there are people who live at good standards. Na Mungu akapendezwa nao. And God was pleased with them. Na baada ya kupendezwa nao, and after being pleased with them, tunaona Mungu alifanya kitu cha ziada. We saw that God did extraordinary things. Kilichofanya watu hawa, which makes these people wasionje mauti, not to see death. Hata kwako inawezekana kwa jina la Yesu. It is possible to you also. Kuna kiwango ambacho kiishi cha utakatifu. There is a level of holiness which nataka nikwambie kuna mengine Mungu atafanya kabla hujaomba. I want to tell you that other things God will do kuna before you pray. Kuna mengine Mungu atayatenda bila kutumia nguvu. God will do other things without using much effort. Katika kitu ambacho nimemshangaa Mungu, something which I have wondered about God. Mungu ana wivu sana na watu wake. God is so jealous. Ukiwa unampenda Mungu na unaishi viwango vya utakatifu, if you love God and you live according to the jicho la Mungu ni kali kuliko unavyofikiria. The eye of the Lord is very bright. Adui yako hawezi kukugusa. Your enemies will never touch you. Shetani hawezi kukugusa. The devil will never touch you. Maana unamfanania Mungu. Because you look like God. Na kwa sababu unamfanania Mungu, and because you look like God, malaika wa Bwana lazima wakuzingira. The angels of the Lord will surround you. Uwepo wa Bwana lazima ukuzingira. His presence will surround you. Magonjwa hayatakuwa na nafasi kwako. The disease will never have a chance. Mikosi na balaa haitakuwa na nafasi kwako. Every bad things will never have a place. Mapepo na mashetani hayatakuwa na nafasi kwako. The devils will never have a chance. Hila za adui shetani hazitakuwa na nafasi kwako. The evil plans will never mauti haitakuwa na nafasi kwako. Death will never have a chance. Maana uwepo wa Bwana utakuwa umekuzunguka. Because the presence of the Lord. Wangapi wanatamani uwepo wa Bwana uwazunguke? The presence of the Lord. Na kuombea kwa jina la Bwana. I pray before you in Jumapili ya leo Bwana akakuzunguke kwa moto. Sunday may the Lord. Hata maadui zako watapokuangalia wakuona umezungukwa na moto. When enemies look at you, na kwa sababu umezungukwa na moto, surrounded by fire, hakuna magonjwa, there is no disease, hakuna mapepo, there is no devils, hakuna nguvu za giza, no, hakuna washirikina wala vibwengo, there is no witchcrafts vitavyoweza kukukamata kwa jina la Yesu. Maana umezungukwa na uwepo wa Bwana. Maandiko nasema asubuhi na mchana Bwana anatuma malaika wake wanakuzingira. Na wakati wa usiku Bwana anaweka ukuta wa moto. Ndio maana walokole hawana pesa wakati mwingine. Hawana pesa wakati mwingine, lakini wanatembea na uwepo wa Bwana. Wanatembea na nguvu za Bwana. Wanatembea na ulinzi wa Bwana. Kuna siku moja tumeingia kwenye mji wa wachawi na washirikina. Wakawa wanasema mchungaji huko kuingiliki. They are saying that tena wanasema mchungaji kama vizuri unaweza ukashangaa usirudi. So they are warning us not to go to that city. Nikamwambia sikiliza, Yesu aliye ndani yangu. I told them Jesus which is in me. Mpaka mniweze mimi lazima mumweze yule Yesu ambaye yupo ndani yangu. So you have to defeat him first. Kwa hiyo tukaingia ule mji wa Tanga. So wangapi wanatoka Tanga hapa? Tanga hoye. Namuona Mrs. Beria pale anacheka. Anayajua mambo ya Tanga. So we entered the city of Tanga. Na sio Tanga mjini. And it's not Tanga at the tumeingia mji wa Pangani. Wangapi wamefika Pangani hapa? Wachache sana. Beria tu kwa sababu ulikuwa unaenda kule kwa mambo yako mengine. Okay. Ameitetea sana toka juzi. Haya, sawa. I say Pangani ni washirikina. So that city
there are witchcrafts. Kuna wazee wa mji. There are elders of that. Akiingia mtu yote tu, yani so if someone entered that, yani kule kuna mtandao unasoma. So the network, kuna mix in the yas ipo kule. So the network inakuzoom kwamba wewe ndio umeingia It zooms you. Na unaambiwa ukawaone wazee. So you need to look for the elders. Mgeukie mwenzako ambie ule kuambia ukaone wazee wewe. Tell your neighbor that, have you been asked to look for the elders? Wanakuambia kwa usalama wako nenda kamuone mzee. So for your safety, go and look for the elders. Sisi tumeingia kikosi kazi cha injili. So we entered that city. Tukasema hakuna cha mzee. So we said there is no elder. Cha babu. There is no elder. Hakuna siju cha nani. There is no one. Tunachojua Yesu yupo mahali hapa. What we know is Jesus is here. Wakasema nyinyi ni vijana wadogo tunawaonea huruma. So they say that you are very small, you are very young. Mtakufa kabla ya kufariki. You may even die. Na vitisho vingi. And many threats. Tukasema hatuogopi hivyo vitu. We say we will never fear. Tunamjua Yesu aliyetutuma. We know Jesus who sent us. Wakati tunahubiri mkutano wa injili. So when we were preaching at the open air crusade, ule kuona nyuki zinakuja afu zinakufuata wewe mhubiri. So we saw the bees coming at us. Yani nyuki wametumwa. The bees were sent to us. Na hubiri mkutano. As I was preaching, Yesu anaokoa watu wa Pangani. Hallelujah. I was saying hallelujah. Mimi najikuja, unajua kuna ka sound cha uinjilisti Uweze kusema hallelujah hallelujah. Sasa hamna kitu hapo. Kwa lazima twist hata sauti yako. So I twisted. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Watu wa Pangani. Hallelujah. Nikana twist. So I twisted my voice. Jamaa akasema ngoja tumkomeshe huyu. And the people said, wakashusha mitambo ya nyuki. Sasa nyuki wanakuja. So the bees were coming. As they were coming, mtu yoyote. They never attacked anyone. Wanamuinda nani jamani? So they were looking for. Na hakuna mtu aliyeona ile kitu. Mimi nahubiri naona nyuki wanakuja. Nikajua kumekucha. I was preaching and saw the bees coming. Lakini Bwana alinitia nguvu. But God encourages me. Wakati naendelea kuhubiri, as I continue preaching, ndani yangu nikaomba Mungu naomba nisaidie. Inside me I said, Lord help me. Ninachojua umetutuma katika huu mji wa Pangani. That you have sent us in this lazima town. Watu waokoke. People must get saved. Lazima watu wafunguliwe. People must be released. Na kama kuna wachawi wa mji huu watakufa. And if there are witches in this city, they have to die. Na nikamwambia Bwana imeandikwa. And I say to the Lord that hakuna uganga wala ushirikina juu ya Israeli. No witchcraft in Israel. Wakati naendelea kuomba, wale nyuki wamekuja, yani wapo hapa. Mimi naendelea kuhubiri. Naona wapo hapa. I continue preaching and the bees came. Naona watu wameshika majani na kuambia amina amina. I saw people holding leaves and shouting. Hawajaona nyuki ila mimi naziona. And they never saw the bees. Mimi naendelea kukemea kwa jina la Yesu. I continue rebuking them. Namaliza mkutano hakuna nyuki aliyening'ata. As I was finishing the crusade, no bees has attacked me. Namaliza mkutano watu wameokoka. People were saved after the watu wakafunguliwa. People wenye kansa walipona. People were healed. Wenye magonjwa walifunguliwa na kuwekwa huru. Na Pangani ikafunguliwa kwa jina la Yesu. And the whole town. Sasa wale nyuki kwa sababu walikuja kwenye mkutano. Those bees because they came to na walifeli kile walichotumwa. And failed what they were asked. Waliporejea nikawaambia kwa jina la Yesu mtaporejea sasa. When they return, nendeni pale pale mlipotumwa. I directed them to where they came from. Kalete maangamizi kwa jina la Yesu. To destroy in Jesus' name. Wakati tunaendelea na mkutano kesho, story ikaja mjini. As we continue with the crusade, yule mzee aliyetoa stories came. Kwa ajili ya kuja kwa the one who sent the bees. Kwa loga. Nyuki walienda kumshambulia yeye mwenyewe. Bees go and attack him. Nafikiri ilirusha paka kwenye vyombo vya habari. Mzee, sijui kama mliona, kuna mzee ambaye nyuki zilimvamia mwili mzima. Yaani kuanzia huko mpaka huko. Akafanya uganga wake wapi? That man was attacked. Kwa sababu Yesu alikuwa upande wetu. Because Jesus was. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie ongeza viwango vya utakatifu. Turn to your neighbor and tell him, Mungu atakuwa na wivu na wewe. Your holiness. Na uwepo wa Bwana utakuzingira kwa jina la Yesu. The presence of the Lord will. Hallelujah. Hallelujah. Jambo la mwisho. The last principle. Jambo la mwisho. The last principle. Ili maombi yako yapate kibali na matokeo. If you want your prayers to have results, omba bila kukoma. Pray persistently. Omba bila kukoma. Pray persistence continuously. Kitabu cha Luka sura ile ya 18 mstari wa kwanza. The book of Luke chapter 18 verse 1. Naomba nisomee. Luke
18 verse 1. Yes. The Bible says, Yes. and he spake a parable unto them, to this end, the men ought always to pray and not to faint. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Hebu mgeukie mwenzako mwambie omba bila kukoma. Tell him or her that you have to pray without ceasing. Geukie mwingine mwambie omba bila kukoma. Turn to another, tell him or her that ili pray without ceasing. Yako yapate mpenyo. If you want your prayers to go through, yanahitaji uombe bila kukoma. You need to pray continuously. Ninaposema bila kukoma, when I'm saying that you have to pray persistently, maana yake lazima ujenge imani ndani yako. So you have to build faith in you. Kwamba Mungu ajibu, that God, asijibu, if God will answer or not, lakini nitaendelea kuomba. But I will still continue praying. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Yakobo. There is one person who is, maandiko nasema malaika alipomtembelea, the Bible says the angels visited him. Alijua mateso na mapito aliyopitia. He knew what he passed through. Kwa hiyo alitamani apate baraka. So he wanted to get blessings. Maandiko nasema alimngangania nani jamani? The word of God says malaika. He holds strong. Neno kungangania malaika, the way to hold strong the maana yake alikuwa ni kinganganizi kwenye maombi aliyoomba. It means that he was persistent in his prayers. Hakulizika kutembelewa he was na malaika wa Bwana. With the visitation of the angel. Kama unavyoulizika wewe leo. As you are satisfied today. Umeomba kidogo Bwana amejibu unalizika. You have prayed very little and you are satisfied. Na hata kanisani hauji. And even you never attend in kwenye maombi hauonekani. You are not kwenye mkesha hauonekani. You are not seen in kwa sababu kila ulichokiomba Mungu amekupa kidogo. What you have prayed, God has given you little. Mungu anachotaka, what God wants, maombi yako yawe ni maombi yasiyokoma. That your prayers should be continuous. Na hii ndio tabia ya watu wa Mungu. And this is the character of people of God. Wanaotamani kufika mbali. Those who want to reach far. Huwa wanaomba mpaka kitokee. They prayed until it happened. Ndio, lazima waombe mpaka kitokee. They have to pray until it happens. Na hata kama kikitokea, and if it happens, ataendelea kuomba na kuomba tena. They will continue to pray again and again. Na hapo ndipo maombi yako yatakuwa na matokeo kwenye maisha yako. There is where your prayers will have results. Kuna binti mmoja tulimwombea. There is one lady we prayed for. Akapata mchumba. And he received a husband. Akasema imetosha. Yani maombi yangu alikuwa nikipata mwanangu. Nikipata mchumba. Inatosha. It is enough. Kwa hiyo kanisani akahaji. So she never attended. Kwenye maombi akawa haji. She never attended in prayer meetings. Zaka alikuwa hatoi tena. She never gave even tithe. Kwa sababu anaona kile alichokiomba Bwana amefanyaje. Because God has done what she prayed for. Hakujua kwamba kinacholetwa na maombi, that what is brought by lazima kilindwe na maombi. It must be protected by prayers. Mwisho wa siku na yule mchumba akapeperukia juu ya Facebook. At the end of the day that fiancé disappeared. Akatembea na mtu mwingine, mwisho wa siku maisha yakaendelea. The fiancé disappeared. Alipokuja kugutuka baadaye, when he discovered later, mchungaji anahitaji maombi. She approached the pastor for prayer. Nikaambia umeshapoteza, hiyo imeshakula kwako. And the pastor told him that. Tunajifunza nini? It's over. What are we learning from that? Kuwa na maombi kinganganizi. Have persistent prayers. Umeomba kwa habari ya maisha yako. You have prayed for your life. Ya uchumi wako. For your economy. Ya familia yako. For your family. Ya kazi yako. For your job. Haujaona matokeo leo. You have never saw the answer. Haina maana kwamba Mungu, it doesn't mean that God hajasikia maombi yako. Has never heard your prayers. Lakini Mungu anataka bidii. But God wants you to be persistent. Ndio maana maandiko yanasema, that's why the word of God maombi ya mwenye haki, the prayers of a righteous man, yafaa sana kama akiomba kwa bidii. They are so much important if we prayed with faith. Hebu mgeukie mwenzako mwambie maombi yako lazima yawe na bidii. Your prayers should have patience. Mgeukie tena mwenzako mwambie maombi yako lazima yawe na bidii. Your prayers should have persistence. Sasa maombi yako akiwa na bidii lazima yawe na matokeo. Are persistent, they have results. Nasema lazima yawe na matokeo. They have to produce results. Siku moja tukiwa na mke wangu, one day he was with, tuna discuss kwa habari ya kupata ada ya chuo. They were discussing of getting school fees. Mama hana pesa na mimi sina pesa. They never had money. Lakini nikamwambia lazima tuingie kwenye maombi. But they say that they have to. Naomba matatizo ndio yanakuwa ya kwanza kuja.
when they start praying, problems came first. Uje kuonaga unapoanzaga maombi alafu ndio unashangaa matatizo ndio yanakuja. When we start praying, the problems come first. Au ni mimi peke yangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Omba naona matatizo ndio yanakuja. Yaani badala ya faraja, badala ya matokeo, naona matatizo ndio yanakuja. The problem appears first. Nikasema Mungu, hii ni kitu gani hii? Then I said, God, what is this? Lakini Mungu alikuwa anataka kupima kiwango changu cha imani. And God wanted to test sikukata tamaa. I was never discouraged. Wakati fulani nikasema nigairishe. Some other times I was thinking of lakini moyo ukaniambia, but my heart was telling me that to stand. Tulipokuwa tunaendelea kuomba, as we continue praying, Mungu akafanya njia pasipokuwa na njia. God opened a way. Nakumbuka siku moja nikaenda paka kwa daktari, Limo. I go for doctor. Limo, nataka niende shule. And I was telling him that I want to attend school. Nikamwambia daktari, bwana kuna kitu fulani bwana, hebu nisaidie. I told him to assist. Daktari akaniambia, mchungaji, mimi mwenyewe nina hali mbaya. And he responded, maana ninamalizia masomo yangu, shule bado inanitesa. Baadaye nikakomana nikasema Mungu atatokea kwa jina la Yesu. And I continue praying, believing that God will show up. Katika majira ambayo sikuzani kabisa. In the season that I never expected. Na ndivyo Mungu anavyofanya kazi. That's how God is working. Ule wakati ambao unaona kama Mungu hayupo, in the times which you saw that, ndio wakati Bwana anajidhihirisha kwenye maisha yako. The time when he reveals. Nasema Bwana anajidhihirisha kwenye maisha yako. Nami ni maombi yangu Bwana akadhihirishe maombi yako. God will reveal. Bwana akajibu maombi yako. God will answer. Bwana akaonekane kwenye maisha yako. Bwana akaonekane kwenye machozi yako. Sema amina kwa jina la Yesu. Say amen in Jesus' name. Nami nakuombea kwa jina la Yesu aliye hai. It is my prayer. Yale maombi uliyoomba mwaka jana. Those prayers yale maombi uliyoanza kuomba mwaka huu. Prayers you prayed this na unaona hauna mwelekeo. You saw that you have no. Na unaona hakuna matokeo. You saw that there is no result. Nipo kukutia moyo kwamba Bwana anasikia maombi yako. Lord hears your prayers. Hallelujah. Hallelujah. Simama kwa miguu yako. Rise up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet.